Simba bila kumkaba Onesmo Teula. Onesmo Teula kaka hakabiki. Yaani mpaka mwenyewe na hofu naye. Ni mchezaji wangu lakini mpaka mwenyewe nina hofu naye. Kwa hiyo mimi nadhani hizi furaha iwe mwisho tarehe 30. Inapofika tarehe 1 kuna huzuni inakuja. Tunaweza tukamkosa Jonathan Soa, lakini wachezaji ambao tuko nao kwa Simba Sport Club sasa hivi ni wachezaji wazuri kaka. Kama nilivyokuambia, dirisha hili la usajili ile ambao ni dirisha dogo, yule aliyokuwa anasajili hela hakula sana. Yaani aliamini kwamba twende tukaijenge Simba. Yule nahisi hata kadi ya wanachama anayo. Aliosajili dirisha dogo. Wachezaji ametuletea wachezaji wana quality. Yaani mchezaji umpi muda, unampa mpira akuoneshe yeye ni mchezaji wa namna gani. Kwenye dirisha dogo tumewini sana, tumeleta wachezaji wazuri sana hasa kwa mahitaji ya Simba Sport Club. Kwa hiyo huwezi kupata point 3 bila kumkaba Libasigue, bila kunikaba Onesmo Teula kaka. Ile kipako kupata Jonathan Soa vipi nidhamu ya Jonathan Soa? Jonathan Soa ameonyesha kwamba kuna wakati tulikuwa tunamhitaji, tulisema atatumia nidhamu ya Kibu Dennis. Wakati ule Jonathan Soa alionyesha ni mtovu wa nidhamu tangu alipokuwa Singida nadhani. Lakati kabla ya Yanga walikuwa wanamhitaji na tulimkataa. Nadhani kupitia hiyo nidhamu anaonyesha sio nidhamu nzuri. Mimi pengine katika eneo la mwisho la ushambuliaji niliamini Jonathan Soa akikaa, kwa sababu mechi hiyo pia niwakumbushe Kante atakuwepo, Kaisedo atakuwepo, Kante kwa angekuwepo na Jonathan Soa pale wakina Baka wale, kaka ilikuwa ni nyepesi zaidi. Kwa hiyo kama ametuongezea ugumu kidogo kwenda kulisogelea lango la Yanga, kwa sababu anatakiwa nambatisha kama Soa ili kusudi kwenda kuifungua safu ya Yanga. Yanga safu yao ya ulinzi ni nzuri kwa sababu ukipambana na beki wa kina Jobu na huyu nani Koplo Baka, pia kuna issue nyingine ya kwenda kumuona golikipa. Kwa hiyo mshambuliaji lazima uwe fit sana. Kwa hiyo mimi niliamini kama Soa atakuwepo, Kante amerudi, Mbavu yuko, Onesmo Teula, Simba Sport Club. Hakuna timu kama Simba. Sikilia hapo. Jamani, wametengeneza tu nidhamu ya uoga. Pia hata JKT Tanzania namna ambavyo wamekuja leo akwenda kumheshimu Yanga, ndio maana unaona magoli mengi sana. JKT Tanzania jamani, ndio timu ambayo pekee ukiachana na Simba Sport Club inaweza kumzuia Yanga. Yanga anapataga draw hapa, Yanga anaweza akacheza vizuri akija kwa hawa JKT Tanzania wanaenda kumzuia, lakini leo JKT Tanzania hawakumheshimu. Angalia Yanga alivyocheza na Namungo, amecheza vibaya. Tuliamini leo Yanga kama atacheza vile vile pengine anaweza akafungwa mechi na JKT, kwa sababu JKT ndio mshindani harisi, lakini imekuja kuwa tofauti kwa sababu JKT Tanzania kwenda kumheshimu Yanga. Yanga ameshinda, of course tunampa hongera kwa sababu ametumia nafasi ya kuchezea uwanja wa nyumbani na amepata zile alama 3 muhimu kwenye ligi, zitamuongezea. Lakini haya matokeo ya leo furaha yao iwe tarehe 30. Mimi kabla kuelekea Kariakoo Derby, huoni kama Yanga amepata nguvu zaidi, ushindi mnono kiasi kipi? Nguvu watakuwa wamepata, lakini sisi wenyewe pia hatutaki kupambana na mtu dhaifu. Tunatamani tupambane na mtu ambaye yuko kwenye ushindani mgumu, kwa sababu Yanga ametoka kupata hapa. Kwa hiyo tarehe 1 tutaona kwamba je, alikuwa ni mshindani halisi au Yanga pia alipata gandarandizi ambalo ameteleza. Wakati mwingine unaweza kupiga bomu mocho alafu kujisifia umeua. Kwa hiyo nadhani kipimo halisi cha Simba na Yanga msimu ni tarehe 1. Tutaamini nani ana kikosi bora, nani ana kikosi kizuri. Kwa maana hiyo wile unataka kusema ya kwamba Selemani Mwalimu hatoshi kwenda kuwahangamiza Young Africans? Selemani Mwalimu ni mshambuliaji kama wanasema yule smiling killer. Selemani Mwalimu, mimi natamani mshambuliaji kama Jonathan Soa, mshambuliaji ambaye anakufanyia faulu alafu anakuuliza imekuwaje. Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri kwa sababu ameonyesha pia na umuhimu wake na ameonyesha ubora kwamba kila mechi yeye anaenda kwenda kuwin mechi. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nadhani hii furaha ya leo iwe mwisho wake tarehe 1, tunaweza tukasema yajayo yanafurahisha. Hii ni furaha ya mwisho. Yaani washangilie hizi siku 3 zilizobakia mpaka kwenda kuifikia dabi. Mimi nadhani hii ndio furaha ya mwisho. Tarehe 1 tunaenda kwa surprise. Kipi ambacho mnajivunia mpaka kusema hii pengine huenda ikawa ni furaha ya mwisho kwa upande wao? Kwanza kikosi. Unajua pia sisi tulipofeli katika hatua ya robo finali, nguvu kubwa tulizipeleka kwenye ligi, kuamini kwamba furaha pekee wana Simba ana mashabiki tunaiwekeza kwenye ligi, kwa sababu kwenye mashindano ya kimataifa hatujafanya vizuri. Kwa hiyo nguvu yetu kubwa tumeiweka huku, na unaiangalia Simba sio siri inabadilika, na pia dirisha dogo kuleta wachezaji ambao mchezaji moja kwa moja, kila mchezaji ambaye tumemleta dirisha dogo inaonekana ni mchezaji muhimu na ni mchezaji moja kwa moja ambaye ameingia kwenye kikosi na anacheza vizuri. Kwa hiyo hicho kitu ndio kitu ambacho kinatupa nguvu sana kuwepo na wachezaji hawa dirisha dogo ambao ni wachezaji wazuri. Baadaye mnacheza dhidi ya Dodoma Jiji, pengine mnaona mna ile haja ya kwenda kufanya kile walichokifanya Young Africans ama zaidi walichokifanya Young Africans hii leo?
Sisi tunawaheshimu Dodoma Jiji. Kama watakuja kwa kuwaheshimu Simba, tunaweza tukawafunga tu magoli ya kawaida. Kama watakuja bila kuwaheshimu, nchi kubwa ni heshima. Kama watakuja kwa heshima, basi tutawahukumu kutokana na heshima yao. Leo tutashuhudia mpira mzuri pengine kuliko ile mechi ya Tanzania Prison, kwa sababu leo pitch itakuwa imekauka. Siku ile boli ilikuwa itembei vizuri kutokana na pitch. Kwa hiyo leo na sisi, kwa sababu ni mechi ya mwisho, pia tutegemee kuona mpira mzuri sana. Nadhani baada ya mechi hiyo Simba watasafiri ili kusudi tukutane tena visiwani. Vipi, pengine ubingwa msimu huu mnauonaje wana Simba? Ligi ni mchezo wa kuokota na kuangusha alama. Kwa hiyo issue ya kwanza tunaangalia kilichopo mbele yetu kwanza. Sasa hizi focus yetu ni kwenda kumfunga Yanga kwanza. Tutakapomfunga, nadhani baada ya mechi hiyo tutaangalia sasa kama ubingwa tunafaa kwenye makaratasi. Vipi lakini dalili mnaziona? Dalili zipo za kwenda kumfunga Yanga. Dalili za ubingwa msimu huu. Dalili zipo kwa sababu ukiangalia gap pengine ni pointi 3 tu. Kwa hiyo gap lipo. Kwa hiyo pointi 3 zetu ambazo pengine tumezidondosha, tukienda kuchukua kwa Yanga pale kidogo mambo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo kwenye ubingwa tunakuepo. Umesema mmerudisha nguvu kwenye ligi, lakini Young Africans pia walisema nyie Simba mliombea wao ndio wangeenda hatua ya robo finali, lakini sasa hivi hasira zote wamezirejesha kwenu na Guantanamo Bay itakuwa ni sehemu yenu. Kwanza mimi nimefurahi sana wao mechi kuipeleka kule Guantanamo, kwa sababu wanaamini Guantanamo ni gereza ambalo wafungwa hawatoroki, lakini sisi ndo manyampala kwenye lile gereza. Sisi ndo kazi yetu kulinda wafungwa wasende wakatoroke kwenye lile gereza. Kwa hiyo wao si wanaamini sana kuhusiana na Guantanamo, na tunaenda pale Guantanamo tunaenda kuchukua alama 3 muhimu, kwa sababu pia tuliwacheka kutokana na walikuwa wanajipa sifa zisizostahili. Walikuwa wanatamani kwenda katika hatua robo finali, ikawa ukimsikiliza engineer wanaonekana makundi ndio ilikuwa kitu wanachokihitaji. Pengine kwenye haya mashindano tulaumiwe Simba kwa sababu hatua ya makundi tunaonekana tumefeli. Robo finali pengine sisi ndio maisha yetu na tumezoea. Mpaka kuna wakati tushawahi kuitoga mwaka robo. Kwa hiyo wao wameonyesha kwamba wamefia sehemu ambayo walistahili. Pengine sisi Simba tulaumiwa kwa sababu tumeishia katika hatua ya makundi, kwamba tumerudi hatua moja nyuma. Lakini mimi moja kwa moja naamini kabisa Simba yangu tunaenda kushinda. Tena sio ushindi wa goli moja. Pengine unawaambia nini mashabiki wa Simba kwa kumalizia, pamoja na mashabiki wa Young Africans kuelekea katika dabi? Mashabiki wa Yanga wajipange kwanza. Wajipange pia tuvuke tuende tukazishangilie timu zetu, pia wajiandae kisaikolojia, kwa sababu moja kwa moja wao mashabiki wa Yanga wanaamini Simba ni timu ya kupigaga tu. Simba hii imebadilika sana. Kwa hiyo wasije na matokeo yao uwanjani. Wajipange kisaikolojia vizuri. Sisi Simba tuna uhakika ya mechi na tunaenda kuwin. Shukrani sana. Asante sana.